Volodymyr Zelensky analia kutokana na kipigo kinachoendelea ndani ya taifa la Ukraine. Hii ni kutoka kwa afisa ndani ya jeshi la Ukraine ambaye amesema kuwa mifumo ya ulinzi ya Patriots ambayo Ukraine anapewa na washirika wake wa magharibi imeshindwa kufanya kazi mbele ya makombora ya Iskander ya Urusi. Mifumo hii imeshindwa kazi. Na wanasema mwezi wa 8 hii mifumo ilikuwa na uwezo wa kuzuia makombora kwa asilimia 46. Lakini kwa sasa imeshuka mpaka kuzuia kwa asilimia 6 tu. Kumbuka, vita vinapopiganwa ndipo watu huwa wanapata uzoefu. Experience inatokana na kupiganwa kwa vita vingi ambavyo ndivyo hivyo vinavyoendelea hapo hiyo Ulaya Mashariki kati ya Urusi na Ukraine. Na huyu, kumbuka, nimekuambia sio mtu wa kawaida, ni ofisa wa jeshi la Ukraine ndio ametoa haya malalamiko. Na ndio maana umeona Volodymyr Zelensky ameendelea zaidi kuwaomba washirika wake waweze kumsaidia kuendelea kufanya nini? Kumpa mifumo ya ulinzi. Kumbuka hizi Patriots, anazo Patriots kutokea Marekani, kutokea Ujerumani na kutokea Uholanzi. Haya mataifa matatu ndio anatumia hiyo mifumo ya ulinzi ya Patriots kutokea haya mataifa matatu. Na mwezi huu ambao ni mwezi ulioisha, huu mwezi wa 9, mnakumbuka hapa tumekuwa tukiongea drones. Putin amepiga Ukraine kwa drones 7,000 na makombora mengi tu. Na kuna siku moja ambayo alishambulia kutumia drones 600 na makombora 50. Kwa ndio maana sasa huyu ambaye ni ofisa wa jeshi la Ukraine amesema kuwa hii mifumo ya ulinzi haifanyi kazi tena sawasawa kama ipasavyo. Imagine mwezi mmoja, ndani ya mwezi mmoja kutokea asilimia 46 kuintercept haya makombora na hizi drones zinazorushwa kutokea Urusi na kushuka mpaka asilimia 6. Hii ni kutokana na nini? Mnakumbuka ndugu zanguni, Ulaya sasa wanaingia kwenye kipindi cha baridi. Na Vladimir Putin alishambulia miundombinu ya nishati ya umeme ambayo ndio ingewasaidia wale watu katika kuhakikisha kwamba basi baridi haiwadhuru, kama jinsi ambavyo nimekuwa nikikuambia, ama jinsi ambavyo nimekuwa nikiongea kuwa ujue wenzetu kule baridi na kuwa ni kali sana. Baridi kali ambayo bila kuwa na joto ndani ya nyumba utawakuta watu wamekufa. Kwa ndio maana sasa ikamlazimu Zelensky aanze kuomba msaada wa pesa kwa ajili ya kununua gesi ili basi kuokoa hilo janga linalokuja hapo. Kwa hiyo hizi drones pamoja na haya makombora kwenye miundombinu ile ya nishati walikuwa wameweka hiyo mifumo ya ulinzi kwa ajili ya kuweza kuintercept hiyo hayo makombora yanayopigwa kutoka Urusi kuja Ukraine. Lakini bado imeshindikana. Mifumo ya ulinzi imeshindwa ku-intercept na imeshuka kiwango kabisa. Hii ni kutokana na teknolojia ambayo Urusi amejifunza kutokana na vita alivyopigana hapa. Kwa hiyo wataalamu wa kijeshi wamejifunza, kwa sababu kumbuke mara nyingi sana wamekuwa wakiteka mifumo hii ya ulinzi na silaha mbalimbali kutokea Ukraine. Kwa hiyo wameistadi hii mifumo ya ulinzi kama hizo Patriots. Wameweza kuzistadi na kutengeneza makombora ambayo yana uwezo, ile tunaita maneuverability, ya kuweza kudanganya, kwa sababu katika kauli alizoziongea huyu afisa wa jeshi kutokea Ukraine anadai kuwa wametengeneza sasa hivi haya makombora ya Iskander yana uwezo wa kudanganya rada za Ukraine.
Yani akadanganya rada za Ukraine, yani likaonyesha, yani kwenye rada ikaona kombora hili linaelekea upande wa kaskazini. Lakini mwisho wa siku kombora hilo sijui linafanya manuva gani likaelekea upande ambao rada hazikuongea kwamba linaenda. Kwa sababu kumbuka ndugu zanguni, makombora yanapotupwa haya, rada ile ndio huwa inasoma na inaona. Kwa kitu cha kwanza yanafanya, yani zile rada zina detect, umeona, au hata mifumo ya ulinzi maana ina rada, ina detect, alafu inaanza kutrack uelekeo, alafu inatabiri. Sasa kutabiri Kiingereza sio neno gani nitumie, ina predict kuwa ili kombora linakoenda linaelekea mahali fulani, ndio sasa na yenyewe inafiatua kwenda kuzuia lile kombora na kuliyeyusha huko angani. Ndivyo hivyo mfumo wa ulinzi unavyofanya kazi hivyo. Lakini sasa haya makombora, kwa namna ambavyo Urusi wamestadi mifumo ya ulinzi ya Patriot kutoka kwa Ukraine ambayo wameiteka, maana ni mifumo ya ulinzi ambayo nimekuambia Patriot zatoka mataifa matatu ambayo Zelensky amepewa, ikiwa Marekani, Ujerumani na Uholanzi. Kwa hiyo wamestadi, na unakumbuka ilikuwa ni siku nyingi sana tuliwahi kuripoti kwenye channel ile nyingine ile ambayo YouTube na wenyewe waliletea shida. Tuliripoti kuhusiana na mfumo wa ulinzi wa Patriot ambao Urusi aliukamata au aliuteka, tuseme hivyo, kutoka Ukraine, alafu akampa Mchina aende akaustadi. Na Mchina ameenda kustadi ule mfumo wa ulinzi wa Patriot. Kwa hiyo ndio bana Mchina naye amekuja na vitu vingine, kwa sababu hawa ni washirika, wanashirikiana. Kwa hiyo sasa hii inaonekana baada ya kuwa umeistadi ile mifumo ya ulinzi, okay, inafanyaje kazi na inakuwaje, ndio mwisho wa siku sasa walichokifanya ni kutengeneza hizo Iskander, lakini kutengeneza na drones pia, ambapo wanasema sasa hiyo mifumo ya ulinzi imepunguza ufanisi sana kwa kutoka 46% mpaka 6% kuweza kuintercept haya makombora ambayo yanapigwa kutoka upande wa Urusi. Jambo ambalo sasa limewatia wasiwasi sana mataifa ya NATO. Kwa sababu mataifa ya NATO mengi yanategemea mifumo hiyo ya ulinzi ya Patriot katika kulinda nchi zao, katika kulinda himaya zao, territory zao. Kwa limewatia wasiwasi sana hawa watu wa magharibi. Na ndio maana unaona vikao haviishi. Wanakaa vikao kama wachawi kuweza kujadiliana, jamani hapa tufanyeje sasa? Mbona hii mambo haikai sawa? Mbona haya mambo yanakuwa hayaendi kama vile yanavyotakiwa kwenda? Ndio maana unaona vikao vingi, vikao haviishi kwa sababu ya ili limewatisha. Na Zelensky, kumbuke, amekuwa kwenye hivi vikao vya Umoja wa Ulaya na amekuwa akitoa taarifa, jamani hii mifumo nyinyi mnayonipa, mbona anaendelea kubondwa? Mbona anaendelea kupigwa? Wasijue Urusi sasa mwenzao wameadvance sana kiteknolojia. Umeona? Hasa hii teknolojia ya kijeshi katika hizi silaha za kijeshi. Kwa jambo hili sasa ndilo ambalo linawapa vichwa kuuma watu wa magharibi. Kwa sababu Urusi na China ni watu ambao wanafanya vitu vyao kisirisiri. Ni vitu huwa hawavitoi hivi hadharani kwetu waanze kuongea sasa kuna hiki tumetengeneza kombora hili. Kwa hicho kama wangekuwa wanafanya hivyo, tayari adui kule angekuwa naye anachukua hiyo na kuanza kufanyia tena kazi. Lakini sasa hii mifumo, kwa sababu wamepeleka pale waone, kumbuke pale pamekuwa ni uwanja wa majaribio wa silaha nyingi sana. Hata mnakumbuka kauli juzi hapa huyu Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, alisema kuwa mtu yeyote ambaye anataka kujaribisha silaha zake azilete hapa Ukraine ili sisi, yani atazijaribia kwenye vita hivi anavyopigana na Urusi. Kwa hiyo wamepeleka pale. Ndio maana tukasema ilikuwaje Vladimir Putin kupiga drones nyingi kiasi hicho? Okay, inawezekana alikuwa anajaribu, maana wamempa mifumo ya ulinzi ya Patriot. Alikuwa anajaribu aone hii mifumo ina uwezo kiasi gani, hiyo mifumo ya ulinzi. Na tayari ameshaiweza na ameshaiona, na ndio maana sasa haya yote yanakuja mpaka hii serikali ya Ukraine inalalamika kuwa hii mifumo ambayo mmetupa jamani, mifumo hii utendaji kazi wake sio mzuri. Utendaji kazi wake, maana sasa kama haya makombora ya Iskander pamoja na drones ambazo Urusi anazitumia zinaweza kuenda kushambulia miundombinu ya nishati,
inakuwaje? Na kule walikuwa wameweka hii mifumo ya ulinzi ambayo kimsingi inatakiwa ku-intercept drones ili isiharibu ile miundombinu pale ya nishati. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba Zelensky amekaa analalamika na anawaomba sana washirika wake hawa basi na wao waweze kumsaidia, kuendelea kumsaidia, kumpa mifumo ya ulinzi ambayo ni mifumo bora na sio hii ambayo sasa inapigwa tu. Kwa ndivyo mambo yanavyoendelea hivyo, ndugu zangu. Tutaendelea kuwapa taarifa kwa kadri ambavyo mambo yanazidi kwenda. Asante.